Asubuhi ilichomoza juu ya mji wa Shushani. Hewa ilikuwa baridi na tulivu baada ya usiku wa vurugu. Habari zilisambaa haraka. Hamani, yule kiongozi mwenye nguvu aliyepanga njama dhidi ya Wayahudi, alikuwa ameangamia. Kiburi chake kilimwangusha, na sasa mji ulijawa na minong'ono kuhusu ujasiri wa Malkia na haki ya ajabu ya Mungu. Lakini ingawa Hamani hakuwa tena hai, mpango wake mbaya bado ulikuwepo. Amri aliyoiandika kwa jina la mfalme, ile iliyotangaza maangamizi ya Wayahudi wote katika himaya, bado ilikuwa halali. Malkia Esther alijua kwamba hatari bado haijaisha. Hapa aliingia tena kwenye ukumbi wa kifalme. Akaanguka miguuni pa mfalme, macho yake yakimetameta kwa machozi. "Tafadhali, bwana wangu," akasema kwa sauti iliyotetemeka. "Niokoe mimi na watu wangu. Mpango wa Hamani bado upo, na utatuangamiza sisi sote." Mfalme Ahasuero alimwangalia malkia wake mpendwa. Kumbukumbu ya usaliti wa Hamani bado ilikuwa hai akilini mwake. Akanyosha fimbo yake ya dhahabu kwa Esther kwa upole, akamwambia, "Inuka, malkia wangu. Ni nini unachotaka?" "Kitafanyika." Esther akavuta pumzi ndefu na kusema, "Ikiwa mfalme atakubali, basi andikishwe amri mpya ili kufuta ile ambayo Hamani aliandika. Amri inayotangaza maangamizi ya watu wangu. Kwa maana ninawezaje kuvumilia kuona maafa hayo yakiwapata?" Mfalme akamgeukia Mordekai ambaye sasa alikuwa amesimama kando ya Esther, akiwa amevaa mavazi ya kifahari na pete ya muhuri ya kifalme. Ile pete ambayo hapo awali ilikuwa ya Hamani. "Andika amri nyingine," mfalme akasema, "kwa jina langu kama utakavyoona vyema. Tiwa muhuri kwa pete yangu." Amri iliyotiwa muhuri na mfalme haiwezi kufutwa. Lakini amri mpya inaweza kuushinda uovu wa ile ya zamani. Mordekai akaanza kazi mara moja. Waandishi wa kifalme wakaitwa kutoka kila jimbo la himaya, kuanzia India hadi Kushi. Wakaandika amri hiyo mpya kwa kila lugha na maandiko. Ujumbe ulikuwa wazi. Mfalme anawapa Wayahudi katika kila mji haki ya kujilinda. Wanaweza kulinda familia zao, nyumba zao na maisha yao dhidi ya yeyote atakayewashambulia. Amri ilipokamilika, wapanda farasi wa kifalme waliopanda farasi wa kasi wakatuma ujumbe kote katika himaya. Farasi wale wale waliokuwa wametumika kubeba ujumbe wa kifo kutoka kwa Hamani, sasa wakibeba ujumbe wa uhai na wokovu. Walipokuwa wakikimbia kupitia milango ya miji na barabara za vumbi, habari njema ilisambaa kama alfajiri inayoangaza. Katika mji wa Shushani, watu walikusanyika kusikia amri mpya ikisomwa kwa sauti. Furaha ilienea miongoni mwa Wayahudi. Machozi ya hofu yakageuka kuwa kelele za sifa. Watoto walicheka na kucheza mitaani. Akina mama walinyoosha mikono yao kumshukuru Mungu. Akina baba walikumbatiana kwa furaha. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, matumaini yalijaa hewani. Mordekai alitoka katika jumba la kifalme, akiwa amevaa mavazi ya kifahari ya buluu na nyeupe, akiwa na taji kubwa ya dhahabu kichwani na joho la zambarau la kitani safi.
Watu walishangilia walipomwona. Wakapaza sauti, Mungu amebadilisha kilio chetu kuwa shangwe. Hata Waperisia wengi walianza kuwaheshimu Wayahudi na kumheshimu Mungu wao, wakiona jinsi alivyowalinda kwa nguvu. Ilipofika siku ambayo amri ya Hamani ilipaswa kutekelezwa, Wayahudi walikusanyika pamoja, wakiwa tayari lakini hawakuogopa. Kote katika himaya, adui zao walizuiliwa. Wayahudi wakajilinda na wakashinda. Kile kilichokusudiwa kwa maangamizi yao kiligeuka kuwa ushindi wao. Na katika yote hayo, hawakusahau ujasiri wa Malkia Esta, jinsi alivyohatarisha maisha yake kwa ajili ya watu wake. Baada ya ushindi, Mordekai akaandika barua kwa majimbo yote ya himaya akitangaza sherehe. Huu utakuwa wakati wa kukumbuka, akasema. Wakati ambapo Mungu alibadilisha huzuni yetu kuwa furaha na kilio chetu kuwa kusherehekea. Akaipa sikukuu hiyo jina Purimu, ikitokana na neno pur, bahati, lile kura ambalo Hamani alikuwa ametumia kuchagua siku ya maangamizi yao. Lakini sasa siku hiyo imekuwa siku ya maisha, kicheko na shukrani. Kila mwaka Wayahudi walikusanyika kuikumbuka siku hiyo, jinsi Mungu alivyookoa watu wake kupitia ujasiri wa Esta na imani ya Mordekai. Walisherehekea kwa chakula, zawadi na kutoa msaada kwa maskini, ili kila mtu awe sehemu ya furaha hiyo. Baada ya siku hizo, amani ikarejea tena katika himaya ya Uajemi. Esta aliendelea kutawala kwa hekima na neema. Mordekai akawa kiongozi mkuu wa kifalme, wa pili kwa mfalme. Pamoja walitawala kwa haki na wema, kuhakikisha Wayahudi na Waperisia wote wanaishi kwa usalama. Kote katika nchi, watu walizungumza juu ya ujasiri wa Esta. Watoto walikuwa wakisikiliza hadithi yake, jinsi mwanamke mmoja wa imani alivyobadilisha hatima ya taifa lote, jinsi alivyosimama imara badala ya kunyamaza, jinsi alivyoamini kuwa Mungu alimweka kwenye ikulu kwa wakati kama huo. Watoto wapendwa, hadithi ya Esta inatukumbusha kwamba ujasiri na imani vinaweza kubadilisha kila kitu. Hata mambo yanapoonekana magumu, Mungu bado yuko katika udhibiti. Anaweza kutumia watu wa kawaida kama Esta, kama Mordekai, kama wewe, kufanya mambo makubwa ya ajabu. Unapohisi hofu au mashaka, kumbuka sala ya Esta: Bwana, nipe ujasiri. Na unapouona uonevu au mtu aliye katika shida, kumbuka imani ya Mordekai. Mpango wa Mungu hushinda daima. Daima amini kwamba Mungu amekuweka mahali ulipo kwa sababu, kwa wakati kama huu. Sasa, fumba macho yako mtoto mpendwa. Acha moyo wako upumzike katika amani ile ile iliyojaza ufalme wa Esta wakati mambo yote yalipowekwa sawa. Kumbuka kwamba Mungu anakulinda kama vile alivyoangalia watu wake. Yeye ni mlinzi wako, amani yako na furaha yako. Lala kwa utulivu katika upendo wake usiku huu. Usiku mwema, mtoto wa Mungu. Usalama na unapendwa sana. Asubuhi ilipochomoza, mwanga laini uliangaza juu ya jumba la kifalme la Shushani. Miale ya jua ilipenya madirishani marefu na kuangaza sakafu za marumaru kwa rangi ya dhahabu. Watumishi waliharakisha, wakibeba matunda na divai,
wakifagia kumbi ndefu na kuandaa baraza la kifalme kwa siku mpya. Lakini katikati ya uzuri wa jumba, moyo wa Malkia Esta ulikuwa mzito. Kwa siku 3 usiku na mchana, hakula wala kunywa kama alivyoomba watu wake wafanye. Watumishi wake nao walifunga pamoja naye, wakiomba rehema na nguvu kutoka kwa Mungu. Kila usiku Esta alipiga magoti kando ya kitanda chake na kunong'ona, Bwana, nibariki kwa ujasiri. Uwe nami nitakaposimama mbele ya mfalme sasa. Wakati ulikuwa umefika. Watumishi wake walimsaidia kuvaa mavazi ya kifalme. Vazi la kifahari jeupe na la dhahabu lilimfunika mabegani, na taji likakaa kwa upole juu ya kichwa chake. Lakini mikono ya Esta ilitetemeka chini ya vito na nguo nzuri. Alikuwa karibu kuingia mahali ambapo hakuna mtu aliyethubutu kuingia bila kualikwa. Ukumbi wa enzi wa Mfalme Ahasuero. Sheria ilikuwa wazi. Yeyote aingiaye bila kuitwa angeadhibiwa kifo. Hata alijua hatari hiyo. Akili yake iliendelea kurudia maneno yake. Nikikosa maisha yangu, basi iwe hivyo. Aliposimama imara, Esta alikumbuka nyuso za watu wake. Akina mama wakilia kwa ajili ya watoto wao, akina baba wakipiga kelele mbinguni, watoto wakishikilia wazazi wao kwa hofu. Alimfikiria Mordekai, binamu yake aliyemlea kama baba, na vizazi vijavyo. Hangeweza kunyamaza. Alichukua pumzi ndefu, akasema sala ya mwisho moyoni mwake. Kisha akaanza safari yake kuelekea ukumbi wa enzi. Kumbi za jumba zilikuwa kimya alipopita. Walinzi walipiga magoti alipopita, macho yao yakionyesha mshangao. Kwa nini malkia aende kwa mfalme bila kuitwa? Sauti za minong'ono zilifuatilia hatua zake, na watumishi wengine walijishika midomo kwa mshangao. Milango mikubwa ya dhahabu ya ukumbi wa enzi ilisimama mbele yake. Walinzi wawili waliifungua, na Esta akaingia. Ukumbi ulikuwa wa kuvutia. Dari la juu lilipambwa na michoro ya ushindi wa Uajemi, nguzo za mawe zenye michoro mizuri, na kule mwisho, juu ya jukwaa refu, aliketi Mfalme Ahasuero. Alivaa vazi jekundu na taji lenye uzito wa vito. Uso wake ulikuwa mkali, na macho yake makali yalichunguza kila kitu. Waheshimiwa waliosimama kando ya ukuta walinyoosha vichwa vyao chini kwa ukimya. Macho yote yalimwangalia Esta. Hatua zake ziliendelea kugonga marumaru, na kila hatua ilionekana kuongezea mapigo ya moyo wake. Sheria ilikuwa wazi. Ikiwa mfalme asingetandaza fimbo yake ya dhahabu, angebebwa mara moja. Ukumbi mzima ulikuwa kimya. Esta alisimama mbele ya enzi, kichwa chake kikiwa kimeinama kidogo, akisubiri. Alihisi uzito wa macho mamia ukimwangalia. Ukimya ukawa mzito na wa kuogofya. Mfalme Ahasuero alijisogeza mbele. Alimtazama kwa makini. Kwa nini alikuja bila kualikwa? Je, angekasirika? Je, hii ndiyo ingekuwa mwisho wake? Mikono ya Esta ilitetemeka, lakini hakusogea. Aliomba kimoyomoyo, Bwana, nisaidie, uwe nguvu yangu. Kisha likatokea. Mfalme polepole akainua fimbo yake ya dhahabu na kuinyosha kwake. Sauti za mshangao zikasikika. Goti za Esta karibu zikalegea kwa faraja, lakini akajitazama, akasogea mbele na kugusa ncha ya fimbo hiyo kwa upole. Maisha yake yalihifadhiwa. Mfalme Ahasuero akasema kwa sauti kubwa, Malkia Esta, ni kitu gani unakitaka? Hata kama ni nusu ya ufalme wangu, utapewa. Waheshimiwa walinong'ona kwa mshangao. Mfalme alifurahi kwa Esta. Alikuwa tayari kumpa kitu chochote. Lakini Esta hakuharakisha. Alijua wakati mzuri ni muhimu.
Kwa hekima, akapiga magoti kwa heshima na kusema, "Iwapo mfalme atakubali, basi mfalme na Hamani waje leo katika karamu niliyoandalia." Mfalme akatabasamu. "Mwiteni Hamani mara moja," akaamuru. Siku hiyo hiyo, ukumbi wa chakula cha kifalme ulijaa vyakula vitamu. Vikombe vya dhahabu vilimetameta, meza zikajaa tini, makomamanga, nyama zilizochomwa na mikate ya asali. Mfalme alifurahia na Hamani aliketi karibu naye kwa majivuno, moyo wake ukijaa fahari kwa sababu malkia mwenyewe alimwalika. Mfalme alipokuwa anakunywa divai, Kena akauliza, "Esta, ombi lako ni nini?" "Litatimizwa, hata nusu ya ufalme wangu." Hii akatabasamu kwa upole. Moyo wake ulipiga haraka, lakini alihisi Mungu akimwambia asubiri kidogo zaidi. "Ombi langu ni hili: ikiwa mfalme ataniona kwa neema, basi kesho mfalme na Hamani waje tena katika karamu nitakayowaandalia. Ndipo nitakapojibu swali la mfalme, mfalme akakubali." Hamani aliondoka jioni hiyo akiwa na kifua cha fahari. Hamani alipotoka, aliona tena Mordekai. Na Mordekai hakupiga magoti. Hasira ya Hamani ikawaka kama moto. "Mtu huyu ananidharauje?" Ingawa alikuwa na heshima ya malkia, ukaidi wa Mordekai uliharibu furaha yake. Uso wake ukajikunja kwa hasira. Usiku huo akawaita marafiki na mkewe Zeresh. Akajivuna juu ya mali zake, heshima zake na mwaliko wa pekee kutoka kwa malkia. Lakini akaongezea kwa hasira, "Lakini yote haya si kitu kwangu, mradi tu namuona Myahudi Mordekai ameketi langoni akikataa kuinama." Zeresh na marafiki wake wakamshauri, "Jenga mti wa kumnyongea Mordekai, urefu wake dhiraa 50. Kesho asubuhi umwombe mfalme anyongwe juu yake. Halafu uende karamu ukiwa na furaha pendekezo." Hilo likampendeza Hamani. Mara moja akaamuru mti huo ujengwe. Usiku huo, wakati mafundi walipokuwa wakipiga misumari kujenga mti wa kunyongwa, jumba la kifalme lilikuwa kimya. Lakini ndani ya chumba cha kifalme, Mfalme Ahasuero hakuweza kulala. Akataka vitabu vya kumbukumbu visomwe kwake. Waliposoma, wakaona rekodi ya jinsi Mordekai aliwahi kufichua njama ya kumuua mfalme na kumwokoa. Mfalme akainuka kwa mshangao. Mordekai amewahi kupewa heshima gani kwa jambo hili? Watumishi wakajibu, "Hakuna chochote kimefanywa kwake." Uso wa mfalme ukakunjamana, akianza kupanga jambo moyoni mwake. Usiku huo, Esta aliomba. Hamani akapanga mabaya, lakini Mungu tayari alikuwa akifanya kazi. Hata kabla Esta hajatoa ombi lake, Mungu alikuwa akipanga hatua kwa hatua. Watoto wapendwa, wakati mwingine tunaona hatari zimetuzunguka. Hatujui kesho itakuwaje. Lakini